Mbona leo siku mbaya sana? Kwamba Kibo ameanza kuniwazia mpaka hivyo. Anyway. Habari yako? Safi, habari. Safi, shikamoo. Marhaba. Tujaonana tangu siku ile? Ndio. Kwa kweli tujaonana. Juzi nikawa nimekaa na Lina pale, akanielekeza kwamba ile issue siku ile kule mlikokuwa mmeenda hamkufanikiwa. Sana mimi nikawa najiuliza sasa, kisha tena namwaminia kwenye hivi vitu. Najua yuko vizuri na vijua imekuwaje tena ameshindwa. Tulikutana na mauzauza kwenye msitu ule. Tunaelekea karibu na tukio. Kwa vikatutishia pale, ikabidi tugeuze tukimbie, tukashindwa kufanikiwa. Kwa tukaona kaambia mdogo wangu turudi tu hapa. Tuje tukazulika huko mbele. Ni kweli. Basi nikabaki na shangaa mimi, maana yake unajua kwa muda ule uliopo nimeweka imani kubwa sana juu yako. Kwa hiyo alivyoniambia hivyo nikakosa pause kwa kweli. Sijui sasa tufanyeje. Unajua huyu ni mtoto wangu wa kwanza. Na kama unavyojua mtoto wa kwanza ninaamshamsha sana, lakini pia sitamani kuona tunaanza kupata matatizo au Lina anapitia matatizo au hata kiumbe changu kile. Kwa nakuomba sana kisha jitahidi kufanya hilo swala. Nadhani hapa nikamwambia Lina kuna mbinu nyingine nimewaza. Twende kwa mtaalamu kabisa. Tuachane na huko polini sana. Niende sehemu nyingine. Nadhani hiyo itakuwa ya mwisho, tutakuwa tumeshafanikiwa. Basi sawa, kama kuna mpango huo, mimi nafikiri ni kitu kizuri zaidi. Hakikisha unaendelea kunipambania. Sawa, wala usiwe na wasiwasi. Ila kuna rafiki yake Lina mmoja amenipa mashaka. Juzi nilikuwa naenda pale kwa Lina. Nimepita zangu nipo nimsalimie. Yaani mimi mwenyewe katika angalia yangu macho yake tu sikumuelewa kwa kweli. Baada ya hapo nikapita nikamwambia Lina, mimi naenda. Naondoka niende maeneo fulani, nilikuwa naenda nikaangalie viazi vyangu nimelima sehemu. Napita nakuta tena nakutana naye nipo. Nikamuita, "We binti vipi? Hivi sijakukuta kwa kina Lina?" Mimi hujanikuta, mimi sio mimi. Wala Lina sijui kwamba yupo. Lina yupo, niende nikamsalimie. Unajua kisha mimi Lina na marafiki, sijamuona hata kama na marafiki. Lakini kwa sababu umeniambia hichi kitu, nitajitahidi nimuulize. Kile kinachonishangaza sasa, umemwacha nyumbani alafu tena umemkuta njiani na anasema hajawahi kuonana na Lina. Ndio hivyo. Lakini anyway, mimi nadhania hamna litakaloharibika. Sawa, basi mimi nitamuuliza kwamba inakuwaje, na ni rafiki ambaye mimi sija kumuona ana rafiki yoyote. Lakini jua kabisa kwamba nakutegemea kwenye ile issue, so usiniangushe kisha. Kwa hilo usijali. Tutalimaliza. Sawa, mimi nitajaribu. Lakini haina shida, ila mimi ndalikamilisha hili si muda mrefu. Basi sawa, mimi nakutegemea kwenye hilo. Haya poa. Haya basi, wewe na siku njema. Haya nawe pia. Kwa hiyo mimi nionane na wenzangu huko. Haya. Ndugu wangu. Unajua siku ile nimekuja hapa. Nafikia hapo ni shida jinsi ya kuongea. Bwana nirudi tena leo nikwambie. Nimekaa nimefikiria. Niliwahi elekezwa mtaalamu fulani. Kama itawezekana naomba tukamtumie. Ni kweli dada. Hata mimi nilikuwa nawaza sana hilo. Nikasema mbona dada amekaa kimya sana kuhusu hili jambo. Lakini kwa kuwa umeniwazia hata. Nashukuru sana dadangu. Sasa itabidi tuende tufanye haraka kabla ujauzito wangu haujaharibika kabisa. Hata hivyo na wasiwasi sana. Usije ukatoka au ukaharibika ukapata matatizo yoyote. Na siku hizi tumbo linaniuma kweli. Naogopa sana.
Yaani naogopa hata sijui nifanye nini. Kwa kuwa umesema twende kwa mganga, basi nakutegemea. Twende lini sasa? Pole mdogo wangu. Mwenye dhamiri bado inanihukumu. Mpaka ninapolala nawaza nifanye nini? Yaani kisha kitoa hiki kitu moyoni mwangu, tukabaki nafurahi sana. Mungu mdogo wangu, kesho kutu twende kwa huyo mtaalamu. Dada, kesho kutu? Kesho kutu ya mbali sana. Yaani ikiwezekana hata leo twende. Yaani hata sasa hivi mimi niko tayari. Maana yake tatizo hili linaweza likaa kubwa sana tukiendelea kuchelewa. Lakini mdogo wangu, bado hatujaandaa kitu chochote. Tufanye maandalizi basi, tuwahi kesho asubuhi. Au unaliona? Basi sawa dada. Manake mimi nakuangalia wewe na pia nakutegemea wewe. Kama unaona kesho asubuhi ndio itakuwa sahihi, basi sawa, twende. Sawa mdogo wangu, sio na wasiwasi. Mungu ataendelea kukulinda. Tuwahi kesho asubuhi, tutakuta mtaalamu atatusaidia. Sawa dada. Haya. Basi niende mimi nikuache. Sawa dada, hata hivyo sikusindikizi wala sikutoi. Nimechoka. Wala usipande shule. Kapumzike mdogo wangu, mimi naenda. Sawa. Dawa ya asubuhi. Sawa dada, karibu. Haya. Sawa. Mganga, mdogo wangu aliyefanyia hayo ndio huyu hapa. Pole sana binti. Yelele mama yelele. Umemkosea sana mdogo wako. Kwa ulichomfanyia umemkosea sana. Maadamu umejirudi na kuwa upande wake, nitawasaidia. Yelele mama yelele. Wabaya sana wanadamu. Wanadamu wabaya sana. Shika hii dawa. Itakusaidia. Utaenda kuioga leo. Ndani ya siku 3 unatakiwa kurudi hapa Kilingeni. Na utaanza kuyaona mabadiliko ndani ya hizo siku 3. Hakikisha siku ya 3 unarudi hapa. Umenielewa? Yelele mama yelele. Yelele mama yelele. Yelele mama yelele. Yelele mama yelele. Mnaweza kuondoka. Mnaweza kwenda. Yelele mama yelele. Mganga, kuna nini? Mbona umenifuata mpaka huko? Nimekuja nina ujumbe mzuri. Yule binti aliyebeba mimba ambayo natakiwa tuitoe kafara amejileta mwenyewe Kilingeni kwangu. Eti anataka msaada. Kwa hiyo kazi inaenda kuwa nyepesi. Asante sana.
Sasa kwa hiyo tunafanyaje mganga? Usijali, kuna dawa ambayo nimempa ili akaitumie, alafu nimemwambia atarudi ndani ya siku 3. Atakaporudi ndio tutakapomaliza kazi. Asante sana mganga. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa utajiri wangu unakwenda kurudi kama ulivyokuwa mwanzo? Usijali kijana, nilikuahidi nitakusaidia. Utarudi na utakuwa kama zamani. Asante sana mganga. Kafara ya mimba ya kafara ya mimba ya kafara ya mimba ya agano la kuzimu.